Kwa majina naitwa Baraka Linus Iskazwe, almaarufu kama Baraka Furniture, mkazi wa Majengo. Ni kwamba kuna mfanyabiashara kabla hajaingia kununua hili jengo, zilikuwepo nyumba mbili tofauti, ambazo kati ya hizo nyumba mbili kulikuwa barabara katikati iliyokuwa imetenganisha nyumba hizo. Sasa katika ujenzi wake amebomoa na anataka kuziba njia ambayo tulikuwa tunaitumia, na kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu hatuna njia nyingine ya kupita, kwa sababu mara zote tulikuwa tukitumia hiyo njia. Tuko hapa kuomba msaada. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wetu wa wilaya ya Momba chini ya mkurugenzi wetu msimamizi mkuu wa halmashauri ya mji wa Tunduma, aongee na viongozi wa mipango miji, waje waangalie mazingira ni namna gani ambayo wananchi wao wanateseka. Tuko hapa Majengo si ni kitu ambacho sio cha kuungana, kwa sababu njia ambayo ilikuwa inatumika muda wote, miaka yote, ndio inayozibwa. Sasa maendeleo tunayataka ndiyo ndani ya mji wa Tunduma, lakini maendeleo kama yanakuja kwa nia ya kutumiza, basi sidhani kama inaweza kuwa sawa. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu sikivu ije itusikilize na ijue ni namna gani tunasaidika katika changamoto hii tulionayo ya kuzibiwa njia. Kwa jina naitwa Kalimu Haji Hussein Mkambila. Kulikuwa na nyumba ambazo zina mpaka hapa na hapa, ambapo katikati ndio kuna njia, ambapo hivyo bomoa ukuta leo bomoa kule ndani ukaangukia mpaka njiani, afu wakaziba bati ambapo tusipite kabisa. Kwa tunaomba tu sisi tufunguliwe njia ya kupita. Ndio ombi langu mimi tu basi. Ombi langu ni hili hapa. Tulikuwa tunaomba wamiliki wa majengo haya ambao wanataka kufanya huu ujenzi watuachie barabara, watuachie njia. Kwa majina naitwa Razaki Adam Denge, ni mkazi wa Majengo si. Sehemu ya kupita imekuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hao wenye sehemu kwamba waweze kujadili sehemu ya kupita. Kwa hiyo ni changamoto hiyo ambayo tumekutana nayo. Kwa hiyo tunaomba tutengenezee sehemu ya kupita ili tupate shughuli zingine ziendelee. Kwa hiyo hilo ndio ombi letu sisi, tupate njia. Changamoto iliyopo ni njia. Majina yangu naitwa Yasini Gaza, ni mkazi wa ile eneo. Changamoto kubwa iliyopo hapa, eneo ya katika nyumba hii kuna ujenzi ambao unaendelea hapo, lakini sasa hivi ukiingia kwenye hii nyumba, namna utokaji na kwa ni changamoto sana, namna utokaji na namna ya uingiaji pia, kutokana na huo ujenzi ambao unaendelea hapo. Kwa namna moja au nyingine nilikuwa naomba serikali ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan ikija katika eneo hili na kuangalia ujenzi hapo unapoendelea, na kuangalia pia sisi tunaishi katika makazi haya tunapateje huduma ya barabara, aidha ya kutoka au ya kuingia. Majina yangu mimi naitwa Paulo Piusi, ndiye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Majengo si, kata ya Majengo. Nyuma yako kuna ujenzi wa sheli unaendelea, ambapo inasemekana sheli hiyo inaziba baadhi ya njia. Pengine kwa ushauri wenu kama serikali ya mtaa, kuna jambo lolote ambalo mmeweza kushauri kuhusiana na ujenzi unaoendelea mahali hapa? Ninachokifahamu mimi, sijafikia eneo la tukio, nilipata taarifa muita afisa mtendaji wa mtaa afike sehemu hiyo, lakini kwa taarifa nilizonazo alifika eneo na akaona na anayelalamikia eneo. Pia mlalamikaji katika eneo hilo nasikia kwa taarifa nilizonazo walipiga simu katika ofisi ya mipango miji na ikaahidi kufika eneo hilo. Swala la njia na kwa mbele vyote hizi ni kuwashauri wataalamu wa ardhi waje waliangalia eneo hilo na kutoa ushauri zaidi.